Mheshimiwa Dr. Florent Kiombo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru kwa nafasi. Kwanza nipongeze serikali ndani ya wilaya ya Misenyi. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imefanya kazi kubwa na nzuri. Tumejengewa shule mpya 3 za sekondari, shule mpya ya msingi, lakini na vyumba vya madarasa zaidi ya 200. Lakini pamoja na hayo, kama alivyosema kwenye majibu ya swali la msingi, bado kuna shule chakavu ambazo na ukarabati kama alivyosema Mheshimiwa Naibu Waziri umeendelea kwa awamu. Sasa swali langu la msingi, je, ni lini serikali angalau itapunguza hizo shule nyingi ambazo zimechakaza msingi ili angalau watoto wetu waweze kusomea katika mazingira mazuri kama wenzao? Majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ya awamu ya 6 ina dhamira ya dhati ya kuendelea kuimarisha sekta ya elimu na hasa elimu msingi, na ndio maana utaona kwamba katika kipindi cha miaka minne cha serikali ya awamu ya 6 trilioni 5.1 zimetumika kuimarisha miundombinu, lakini sekta nzima ya elimu kwa ujumla wake kwa upande wa elimu msingi. Naomba niendelee kumhakikishia Mheshimiwa Kiombo kwamba serikali itaendelea kuleta fedha kwa ajili ya kukarabati shule kongwe. Tunafahamu shule hizi zilijengwa hata kabla ya Tanzania hii kupata uhuru, kabla ya nchi yetu kupata uhuru. Kwa hiyo serikali itaendelea kuleta fedha ili kuzikarabati hizi shule. Lakini kama nilivyotangulia kusema, katika mwaka wa fedha 2025-2026 serikali imetenga milioni 60 kwa ajili ya kuendelea kukarabati shule hizi ambazo ni chakavu. Lakini pia Mheshimiwa Mbunge, umekuwa ukipaza sauti yako sana kutaka kuhakikisha kwamba miundombinu hii katika sekta ya elimu inaimarishwa katika jimbo lako, ukiwasemea wananchi wako. Na katika mwaka wa fedha huu 2024-2025 imetengwa milioni 157.7 kwa ajili ya kwenda kukarabati shule ya Noveti, shule ya msingi, lakini shule ile itajengewa madarasa 5, lakini kutakuwa kuna vyumba viwili vya madarasa ya awali vile vya mfano, na kutakuwa kuna matundu ya vyoo 12. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, naomba ukae mkao wa kupokea neema hiyo kubwa inaletwa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika jimbo lako la Misenyi. Mheshimiwa wabunge, naona wengi mna maswali ya nyongeza kwenye swali hilo, basi nitaomba Mheshimiwa Waziri kwa wakati wao waweze kumuomba na ataweza kuwasaidia kwa maslahi mapana ya majimbo yetu. Tunaendelea na Mheshimiwa Joseph Anania Tadayo.